zinaruhusiwa mtu kufungulia. Katika hiyo nyudhuru ya 4, arabiu alhamlu warradha'u, mjamzito na anayenyonyesha, hawa sheria inawaruhusu kufungulia. Falmar'atu idha kanat hamila au murdi'a, mwanamke anapokuwa mjamzito au ananyonyesha, wa khafat ala nafsiha, na akaiogopea nafsi yake, au waladiha, au akamwogopea mtoto wake kwamba huenda akapata shida kutokana na yeye kufunga, bisababi saumi, kwa sababu yeye kufunga, jaza laha alfitr, inafaa yeye kula. Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu qala, wakila Anas alichokisema raza Allah zimuendee, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah, hakika Allah, wadha'a anil musafir, ameondosha kwa msafiri, shatra salati, nusu ya sala, yani kutoka katika raka 4 kuja katika nini, raka 2. Wa saumu, na saumu imeondolewa, yeye amehafifishiwa kwamba anaweza kula akaja kalipa siku zingine. Wa anil hubla, na kwa mjamzito, wal murdhi, na wanaonyonyesha, as-saumu, saumu, kufunga, yani Allah ameondolea, watakuja kulipa. Watakdhi alhamilu, atalipa yule mjamzito, wal murdhi, na ananyonyesha, makana alayami allati aftarataha, sehemu za zile siku alizokula mchana wa Ramadhani, atakuja kuzilipa. Wadhalika, ulipaji huo utakuwa in khafata ala nafsayhima, ikiwa wawili hao, mjamzito na ananyonyesha, walichelea madhara kwa nafsi zao wakiingia kwenye saumu kutokana na majukumu walionayo, ujauzito na unyonyeshaji. Fa in khafatil hamilu, ikiwa yule anayenyonyesha atachelea, maadhalika ala janiniha, ukiogopea kile janini, ni kile kichanga kilichoko tumboni ndio kinaitwa janini. Kwa kuwa ni mjamzito na kile bado kichanga sana, akaona nikifunga kinaweza kikapata shida na madhara, au almurdhi, au yule anyonyesha akamwogopea, ala radhi'iha, yule anayemnyonyesha kile kichanga, na yule mtoto mdogo anayemnyonyesha. Yani hapa kuna wakati wanaziogopea nafsi zao, kuna wakati wanaogopea nini, watoto wao. At'amat ma'al qada'i, atafanyaje? Atalisha pamoja na kulipa, an kulli yawmi miskina, kila siku maskini mmoja. Hapa kuna vitu viwili. Ikiwa huyu ni mjamzito na anayenyonyesha, wao wameona bwana, sisi tukifunga tunaweza kupata tabu ya nini, ya afya zetu, tufungulie. Hapa hawalipi, wanalipa tu, hakuna fidia. Ikiwa wawili wote wameogopea nafsi yao na nafsi za vile viumbe, watalipa pamoja na kulipa nusu ya nini, nusu ya saa, kilo 1 na gramu 15, kilo 1 na gramu takriban, naam, 10 na ngapi, 15 hivi na robo, yani kilo na robo. At'amat ma'al qada'i an kulli yawm miskina, likauli ibn Abbas radhiyallahu anhu, kwa kauli ibn Abbas aliposema, wal murdhi'u, anayenyonyesha, wal hubla, na mwenye mimba, idha khafata ala auladihima, wakiogopea watoto wao, aftarata wa at'amata, watafungulia na watalisha. Nirudie, kuna vitu viwili hapa. Ile sheria iliyotangulia inaweza kuwa kama kuna, yani ni hivi, hapa kuna ulipaji ambaye anatakikana alipe yule ambaye amfanyaji, amefungua mwanamke. Kuna wakati analipa yeye kama yeye, na kuna wakati analipa pamoja na kibaba. Yeye kama yeye atalipa saumu akiogopea nafsi yake, bana, mimi nikifunga kutokana na ujauzito alionao, akifunga anaweza kudhoofu sana kwa sababu ya kile kiumbe.
kuna wakati afya yake anatapika, anafanya nini. Sasa bila kupata matunda mchana nini vijuisi hivi, hali yake itazoofu sana, akaamua afungue. Au mwenye kunyonyesha akasema kwa ujauzito huu atapata tabu sana, saumu itakuwa nzito, wakaamua kula. Hapa wanalipa bila fidia, bila nini, bila fidia. Ikiwa wataviogopea vilivyoko tumboni, vilivyoko wapi? Tumboni, si nafsi zao. Sasa sisi tunamudu saumu, lakini wakasema hiki kilichoko tumboni itakuwa kinaweza kupata nini, madhara. Anayenyonyesha asema si shida mimi, lakini mtoto anaweza kukosa nini, maziwa, kwa sababu mchana ni mrefu. Wacha tufungulie kwa ajili ya hivi viumbe. Wakifungulia kwa ajili ya hivi viumbe hivi, watalipa ile siku na zile siku walizolipa pamoja na kibaba. Hii ndio maana yake. Sasa nadhani itakuwa imekaa vizuri. Tayeb.